Ningependa kumtambulisha Dr. Ralph Madison, ambaye ni mtaalamu wa shughuli za mwili na mtafiti katika chuo kikuu. Ralph, tayari tumejadili uvutaji sigara. Jambo lingine ambalo lina uhusiano na kwa nini watu wanaugua wanapokuwa na umri mkubwa ni shughuli za mwili. Ni faida gani za kufanya shughuli za mwili kwa miili yetu? Shughuli za mwili zina faida nyingi hapa. Ni kinga nzuri ya moyo. Kwa hivyo inamaanisha kuwa ni muhimu sana. Husaidia kuimarisha moyo, husaidia kupunguza shinikizo la damu, husaidia kupunguza cholesterol na husaidia na cholesterol nzuri mwilini. Pia husaidia kupunguza hatari ya kiharusi na ni muhimu sana pia kwa vitu kama kuongeza nguvu za misuli na uyani wa mifupa ambayo ni nzuri ili watu wasivunje mifupa na vitu kama hivyo. Nifanye mazoezi kiasi gani ili nipate faida hiyo? Mapendekezo ya kimataifa ya shughuli za mwili yanasema kwamba watu wanapaswa kufanya takriban dakika 30 kwa siku nyingi za wiki. Lakini kwa bahati mbaya tunajua kwamba watu wazima wengi hawafikii mapendekezo hayo ya msingi. Na zaidi ya hayo ni kwamba watu wengi hawafanyi au nusu ya watu wazima hawafanyi shughuli za mwili wakati wa burudani. Kwa hivyo, hizo dakika 30, je, ni mazoezi ya nguvu kama kukimbia? Au naweza tu kufanya kazi za bustani kwa nusu saa kwa siku? Je, hiyo itatosha? Kwa hakika, mapendekezo yanapendekeza kwamba watu wanapaswa kufanya viwango vya wastani vya shughuli. Na ni shughuli ambazo zinakufanya upumue kidogo. Kwa hivyo, unapokwenda kutembea na unapumua kidogo zaidi kuliko kawaida. Pia labda kufanya moyo wako kupanda kidogo, lakini huenda usihisi hivyo. Lakini mara nyingi ikiwa unapumua kidogo na unahisi joto kidogo au jasho kidogo, basi hiyo ni kiwango kizuri cha shughuli kufikia. Kwa hivyo, ikiwa nataka kufanya mazoezi na sijafanya mengi hapo awali na nina nia ya kuwa na afya kidogo, ninawezaje kupata motisha ya kufanya hivyo? Nadhani kupata motisha ya kuwa na shughuli ni jambo rahisi, lakini pia ni gumu sana kwa watu kufikia. Na nadhani jambo muhimu zaidi kuanza kuwa na shughuli ni kuanza kidogo. Jiwekee malengo madogo. Kwa mfano, unaweza kutaka kupunguza labda kilo 1 au 2. Pia unaweza kutaka kujiwekea malengo ambayo unasema nitajaribu kufanya angalau dakika 10 za mazoezi kwa siku nyingi za wiki. Na kisha polepole kujenga hilo. Lakini jambo kuu ni kuanza kidogo, usijichoshe mwanzoni, na polepole ongeza kiwango cha shughuli ili uhisi kwamba unajenga polepole kuelekea mapendekezo. Lakini kuna mikakati maalum ambayo unaweza kufuata ambayo tunaweza kuzungumzia. Kwa hivyo, je, niingie kwenye gym au naweza kufanya haya yote nyumbani? Unaweza kujiunga na gym, unaweza pia kufanya mengi ya haya nyumbani. Lakini kwa hakika, kwa watu kushikilia shughuli za mwili, ni muhimu sana kwamba wafanye kile kilicho rahisi zaidi kwao. Pia shughuli inapaswa kuwa ya kufurahisha. Mara nyingi tuna picha za watu wakihangaika na jasho na kupumua kwa nguvu, lakini hiyo si lazima. Jambo kuu ni kuingiza shughuli katika maisha yako ili uhisi kwamba ni sehemu ya kile unachofanya kila siku. Na kwa hivyo watu wanaweza kufanya mambo yote ili kuwa na shughuli za mwili. Wanaweza tu, ikiwa wanaweza kutembea, itakuwa muhimu ikiwa wataenda kutembea kwa angalau dakika 10. Wanaweza kumpeleka mbwa wao kutembea. Wanaweza kwenda kwenye gym na kufanya mazoezi. Wanaweza kwenda bustanini, kukata nyasi, kufanya kazi za bustani. Badala ya kuegesha gari moja kwa moja nje ya maduka, inaweza kuwa wazo nzuri kuegesha mbali kidogo na kisha. Hiyo ni nzuri. Maduka, kupanda ngazi badala ya kutumia lifti. Kuna mambo mengi ambayo watu wanaweza kufanya kuongeza shughuli zaidi katika siku yao. Kwa sababu kwa sasa, mara nyingi maisha yetu yanatufanya tuwe na maisha ya kukaa zaidi. Tunakaa mbele ya televisheni, tunakaa mbele ya kompyuta. Mara nyingi kazi zetu hazihitaji kazi za mikono. Kwa hivyo hatuzalishi nishati nyingi. Kwa hivyo ni muhimu sana kwamba tuchukue nafasi ya ukosefu huo wa nishati kwa kuongeza vitu katika maisha yetu vinavyotufanya tuwe na shughuli zaidi. Mfano mwingine unaweza kuchukua hobby. Fanya kitu ambacho hujawahi kufanya hapo awali au hujafanya kwa muda mrefu ambacho umekifurahia. Kucheza dansi, jambo zuri kufanya na mwenzi au peke yako, kukutana na watu wapya. Kucheza bowling, kupanda milima. Kuna mambo mengi ambayo unaweza kufanya kufurahia shughuli. Unahitaji tu kufikiria nje ya boksi kidogo kufanya hivyo. Je, ikiwa nimepata kiharusi na mimi ni kidogo, na kwa hivyo ni vigumu zaidi kwangu kufanya shughuli za mwili, una ushauri gani kwangu? Nadhani kwa watu ambao wamepata kiharusi
na kuna kiwango fulani cha ulemavu. Nadhani mtazamo wa awali ni kwamba siwezi kuwa na shughuli tena. Na nadhani huo ni mtazamo mbaya. Nadhani ingawa inaweza kuhitaji juhudi kidogo zaidi kuwa na shughuli, kuna mambo mengi ambayo bado unaweza. Kwa mfano, ikiwa uko kwenye kiti cha magurudumu na huwezi kutembea kimwili, basi kuna shughuli nyingi za mikono, mwili wa juu, ambazo unaweza kufanya. Hiyo inaweza kuwa, unajua, kutumia ergometers za mikono kufanya shughuli za aerobic ambazo unaweza kuinua mikono yako na kadhalika. Ikiwa sijafanya shughuli za mwili kama sehemu ya maisha yangu kwa muda sasa, ungependekeza nifanyeje? Nadhani hilo ni swali zuri sana. Kwanza, shughuli za mwili au kuanza shughuli ni jambo gumu mwanzo. Na nadhani baadhi ya mambo ambayo unaweza kufanya, jambo la kwanza unaweza kufanya ni kuanza kuipanga katika maisha yako. Kwa hivyo inamaanisha kwamba badala ya kujaribu kuifitisha katika ratiba yako tayari yenye shughuli nyingi, jaribu kuipa kipaumbele na kisha ujenge maisha yako kuizunguka. Kwa hivyo ikiwa unapenda kuamka asubuhi na unakuta ni rahisi kuamka asubuhi, basi labda fanya mazoezi yako asubuhi unapoamka kabla ya kifungua kinywa. Au ikiwa ni wakati wa chakula cha mchana, labda fanya kitu wakati wa chakula cha mchana ambacho hujafanya kawaida. Lakini jaribu kuingiza maisha yako katika shughuli badala ya shughuli katika maisha yako. Jambo la pili ni kuanza kuweka malengo. Malengo ni shabaha ambazo unaweza kufuata, ambazo zinakuruhusu kujaribu kufikia kile unachotaka kufanya. Kwa hivyo, kwa mfano, ikiwa kwa sasa haufanyi shughuli yoyote, unaweza kusema, sawa, lengo langu ni kuanza kwa kufanya dakika 10 kwa siku kwa angalau mara 3 au 4 kwa wiki. Na kisha polepole jenga hilo hadi unapofikia mapendekezo ya dakika 30 siku nyingi za wiki. Na jambo kuu ni kuanza kidogo, usijichoshe kwa sababu unajua basi unakuwa na maumivu na uchovu na haufurahi tena. Kwa hivyo jaribu chukua hatua ndogo ndogo na uingize kiwango fulani cha furaha katika kiwango cha shughuli unazofanya. Kwa hivyo anza kufanya mambo ambayo hujawahi kufanya hapo awali. Unaweza kutaka kwenda kucheza dansi, unaweza kutaka kuanza kucheza 10-pin bowling, au shughuli nyingine ambayo unahisi ulikuwa unafanya na sasa hufanyi, au ambayo unahisi itakuwa ya kufurahisha kwako kuanza. Unaweza pia kutaka kumpigia rafiki simu na kusema, tazama, nitakutana nawe kwa matembezi, tutakutana wakati huu. Na kuwa na utegemezi kwa mtu mwingine kunakupa motisha ya kutoka nje na kuwa na shughuli zaidi au kwenda matembezi au chochote kile. Na nadhani kwa hivyo mambo hayo ya pamoja, kupanga ratiba, malengo, shughuli za kufurahisha, ni mambo muhimu sana kukuwezesha angalau kuchukua hatua za awali za kuwa na shughuli zaidi. Hiyo ni bora. Asante sana.